bunge la kitaifa, mzee bila shaka. Kumbe jina lako unalijua, alikuwa nafikiria umelisahau. Mzee wetu bila shaka wa kule Kwale, ambaye sasa ndiye spika wetu katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa Omar Shimbwa Mwinyi, mzee wetu kule bungeni, unayetuonyesha njia, uliyetuonyesha na unaendelea kutuonyesha. Wabunge wenzangu wa bunge la kitaifa, wabunge la Mombasa County na viongozi wenzangu, mabibi na mabwana na watoto, hamjambo? Mimi kwangu ni furaha kuwa hapa ikiwa nimekuja kujifundisha, kwa sababu wakati mzee Omar anapiga kipindi chake sasa cha 3 mtawalia, sisi wengine hatuna la kufanya ili kujifundisha kwake. Kwanza ambalo nimejifundisha, kwa sababu tumesema mambo ni mangapi? Ni matatu. Kwa hivyo pia mimi nimejifundisha mambo matatu hapa. La kwanza, aliye principal ambaye amesimama hapa alikuwa principal kule kwangu Mwambeni Secondary School, lakini hata hakunitambua, manake kule kulikuwa hakuna maji, hapa anaogelea. Sasa hapa anaogelea, amenisahau kabisa. Manake sasa hapa anaogelea, kule ilikuwa maji ni andoo. Hilo ni la kwanza nimejifundisha, Bwana Omar Mwinyi. La pili ambayo nimejifundisha ni kwamba hata ile TVET ambayo watu wamezungumzia hapa ya kule kwangu Matuga, wale wanaoisimamia mentoring institution ni TVET yako ya Changamwe, Mheshimiwa Omar Mwinyi. Kwa hivyo hiyo inaonyesha uwezo na uzoefu wa mbunge wa eneo hili la Changamwe. La tatu ambalo sasa hili nataka niwafundishe ni kwamba haya maji mnayoyatumia yatoka Kwale, kweli Morongo. Maji mnayoyatumia, Mheshimiwa Speaker, Senator, mwataka tukate pipe langu mimi na Mwashako muone kama mtakwenda swimming pool. Mheshimiwa Mwashako yuko hapa, wataita waundaji, na mimi niko hapa. Tukate pipe zetu muone kama mtakuwa na swimming pool. Mtabaki na vumbi hapa. Kwa hivyo tuheshimianeni, tuepelekane polepole. Lakini namalizia kwa sababu ya wakati nikisema, laiti Mheshimiwa Omar Mwinyi alienda kipindi kimoja peke yake. Sio kweli kama ingekuwa TVET imeisha, na sio kweli kwamba mashule yameisha mpaka anatengeneza swimming pool. Kwangu mimi mheshimiwa, hata iweje, sitajenga swimming pool mwaka huu na mwaka ujao, kwa sababu bado na watoto ambao wako chini ya miti. Utamjengea mtu swimming pool na hana darasa? Haiwezekani. Huo ndio ukweli. Lakini somo ambalo nimejifundisha ni kwamba watu wangu wa Matuga wakinishikilia kama mnavyomshikilia Mheshimiwa Omar Mwinyi, basi pia na mimi uwezo huo nitakuwa nao. Ningewaomba, ikiwa najenga swimming pool sahihi ya maji, na hakika mkipa kipindi chengine kutakuwa na swimming pool ya maziwa, si ndio hivyo? Manake sahihi ya maji na miaka 3 pekee, vipindi 3 vikiwa 4, si swimming pool ya maziwa. Hiyo ni wazi, na mwenyewe anasema huo uwezo uko nao. Kwa hivyo langu ni kuomba muendelee kumshikilia, tuone kule mbele atatuonyesha njia gani. Asanteni sana. Lakini namalizia nikisema hivi, mimi kama naibu mwenyekiti wa kamati ya bunge ya NGCDF ambayo inafanya mambo haya, pesa hizi ni zetu za ushuru wetu. Kwa hivyo wakati tunaomba tusaidiwe na serikali, pia tujue kwamba tuna jukumu la kufanya nini? La kutoa pesa kwa serikali, mradi zinatumika vizuri. Mwaka huu nafikiri unajua pesa zimeongezeka, wewe na mimi tuna wadi 5, tuna milioni 147. Na hizi ni pesa za ushuru. Kwa hivyo kwanza tuna jukumu kama Wakenya, tulipe ushuru. Mafuta yamepanda, lakini kama ushuru utakaotoka kwa mafuta itakuja ujenge swimming pool hiyo ya maziwa, basi pengine iendelee kupanda ili tupate hizo swimming pool. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Shukrani. Na wewe kama uko kwa CDF, mimi sijapata CSR